Labda kwa faida ya wale ambao hawakuwepo katika mwendo wa benki, hasa benki iliyokuwa Mwanga Community Bank. Mzee wetu kile pale Msuya tanisahisha wale ambao tuko muda mrefu. Kwa kumbukumbu zangu, tangia benki imeanza hakuwahi kupata udhuru wa aina yote ile na kushindwa kuhudhuria hata mkutano mmoja. Huwa leo ndio tunaanza wa kwanza bila yeye. Kwa hiyo tukiendeleza benki ikiwa ni benki kubwa kama ambavyo tunategemea, tutakuwa kwa kweli tumemfanya aishi wakati hayupo. Kwa hiyo naomba sana tushirikiane wanahisa, kwa maana faida yetu wenyewe, lakini kwa maana kama ni kitu pekee ambacho tunaweza tukampa akiwa hayupo. Benki yetu imeendelea kuimarika na kufanya vizuri zaidi kwa mwaka 2024, huku ukionyesha ukuaji thabiti katika nyanja mbalimbali za kifedha. Katika mwaka 2024 tumehitimisha mwaka wa 4 wa mpango mkakati wetu wa miaka mitano unaoishia mwaka 2025. Napenda kuwafahamisha kuwa kila mwaka tumekuwa tukivuka malengo yetu, na hata miaka iliyobakia matokeo yanaonyesha kuwa tutayavuka malengo yetu pia. Ufuatao ni muhtasari wa mafanikio makubwa. Ongezeko la amana za wateja. Amana za wateja zimeongezeka kwa kiwango kikubwa kufikia shilingi 218 bilioni ikilinganishwa na shilingi 142 bilioni kwa mwaka 23. Hili ni ongezeko la 51% ambalo linaonyesha imani kubwa ya wateja wetu kwa huduma zetu. Ukuaji wa mikopo kwa wateja. Mikopo kwa wateja imefikia shilingi bilioni 199 kutoka shilingi 131 bilioni mwaka 23, sawa na ongezeko la 52%. Ukuaji huu unaonyesha uwezo wetu wa kuwezesha wateja wetu kufikia malengo yao ya kifedha kwa kuwapatia mikopo yenye masharti himilifu na nafuu. Kuongezeka kwa jumla ya mtaji. Jumla ya mali za benki imeongezeka na kufikia shilingi bilioni 324 ikilinganishwa na shilingi bilioni 208 ya mwaka 23, ikiwa ni ongezeko la 56%. Hii inaashiria ongezeko la thamani na ufanisi wa usimamizi wa mali zetu. Mapato ya benki yamefikia shilingi 28 bilioni kutoka shilingi 20 bilioni mwaka 23, ikiwa ni ongezeko la 39%. Ukuaji huu unatokana na juhudi zetu za kuboresha huduma na kuongeza wigo wa wateja wetu. Faida kabla ya kodi. Faida kabla ya kodi imefikia tulipata shilingi 14.6 bilioni ikilinganishwa na shilingi bilioni 10 mwaka 2023. Narudia tena. Faida kabla ya kodi ya mwaka jana tumepata faida bilioni 14.6 ambayo ni ongezeko la 46% kwa mwaka wa nyuma yake. Hii inaonyesha ufanisi wetu katika kudhibiti gharama na kuongeza mapato. Mafanikio yote haya yanatokana na jitihada za pamoja za watendaji wetu, wateja wetu na wadau wetu mbalimbali. Tunajivunia maendeleo haya na tunaahidi kuendelea kuboresha huduma zetu kwa wateja wetu na kuongeza thamani kwa wanahisa wetu. Tunatazamia mwaka 25 kuwa na mafanikio zaidi na kuendelea kujenga benki yenye nguvu na yenye kutoa huduma bora zaidi katika wigo mpana zaidi. Kwa majina naitwa Chomete Abdalla Hussein, ni mkuu wa idara ya fedha ya benki ya Mwanga Hakika. Awali ya yote ni furaha pekee leo hapa katika mji wa Mwanga kukutana na wanahisa wa benki ya Mwanga Hakika katika mkutano wa 5 wa wanahisa. Huu ni mkutano muhimu wa wanahisa ambapo benki inatoa mrejesho kwa nini kimefanyika kwa muda wa mwaka 2024 kwa wanahisa ambao ndio wamiliki hasa wa benki. Kwa kifupi kabisa, kwa huu mwaka kwa mwaka ambao tumetoa
mrejesho wa mwaka 2024 benki imeweza kukua sana, ambapo ukuaji wa mali za benki au assets zimeweza kukua kwa asilimia 56 kufikia bilioni 324. Lakini benki imefanya vizuri sana katika mapato ambapo faida kabla ya kodi imefikia bilioni 14. Huu umekuwa ni ukuaji wa asilimia 43, na faida baada ya kodi imekuwa kwa asilimia 53, ambapo benki imeweza kuripoti faida ya bilioni 9.9. Kwa kweli sisi kama benki na wanahisa tunashukuru sana sapoti ambayo tumepata kutoka kwa wateja wetu na jamii nzima ya Tanzania, vile ambavyo imepokea benki ya Mwanga Hakika. Kwa majina naitwa Project Masawe, ni mkuu wa idara ya biashara ya wateja wakubwa Mwanga Hakika Bank. Leo wakati tunaadhimisha mkutano wa 5 wa wanahisa, tunashukuru sana wanahisa kuendelea kuwa na imani na benki, lakini benki imeendelea kukua kwa kipindi cha miaka 5. Tumeendelea kuboresha huduma zetu kwa wateja, tumeendelea zaidi kwenda zaidi kuhudumia zaidi na kuhakikisha kwamba tunaenda kidigitali zaidi. Kwa kutumia internet banking, huduma kwa mtandao, tulikuwa tumefikia wateja wengi zaidi, wateja wakubwa na wadogo na wakati. Kwa hiyo mkakati wa benki kuhakikisha kwamba inatafuta suluhisho kwa wateja wapate suluhisho za kifedha kupitia Mwanga Hakika Bank. Sababu na hilo la mkutano wetu wa wanahisa, tumeendelea tena kutoa kwa jamii zaidi kwa kuhakikisha kwamba tunafikia kule vijijini, na kwa mwaka huu tulijaribu kuangalia afya za watu wa chini kwa kupima miwani, kupima macho na kuwapa miwani bure zaidi ya wanahisa wengi zaidi kwa mwaka huu. Kwa hiyo kama kutoka kwa jamii, benki itaendelea tena kutoa zaidi kwa wanajamii pale ambapo kama gawio au toleo kwa wanajamii zaidi. Mimi naitwa Joshua Mohamed Joshua, ni mwanahisa mdogo, ni mmoja kati ya waanzilishi wa benki iliyokuwa Mwanga Community Bank. Mkutano wa leo umekwenda vizuri kwa sababu tumesomewa taarifa ya hali ya kiuchumi ya mwaka uliopita. Inaonekana kwamba tunakwenda vizuri, na ninaamini kwamba kama ambavyo muasisi wa benki yetu hayati mzee Cleopa David Msuya alivyokuwa amesema, kama mwendelezo utakuwa huu baada ya muda mfupi, nina hakika baada ya miaka 4-5 tutakuwa moja kati ya benki kubwa ndani ya nchi yetu. Ninatoa wito kwa wanamwanga wanunue hisa za kutosha ili kunyanyua uchumi wa benki yetu na kuipaisha, kwa sababu Mwanga kama Mwanga hatuna rasilimali za kutosha wala hatuna ardhi kubwa, lakini kwa kutumia uwezo mdogo wa hela ambazo tunaweza kuzipata kupitia benki kwa maana ya faida, inaweza kutusaidia katika kuboresha maisha yetu. Mimi kwa majina naitwa Sofia Charokiwa Msangi, ninaishi kata ya Mwanga, kitongoji cha Reli Juu, Old Mwanga. Kwanza mimi kama mwanahisa najivunia sana kuwa mwanahisa katika benki hii, kwani nimenufaika sana kwa mambo mengi katika benki hii. Cha kwanza, benki hii inaongozwa kwa uwazi na haki na ukweli. Kwanza, management yetu inatupeleka vizuri, pia board ya ukurugenzi ya benki iko vizuri kwa sisi wanahisa. Pale tunapokuwa hatuelewi, tunapotoa maoni yetu na mawazo yetu, huwa wanatufafanulia na kutueleza na kutuelewesha kwa uzuri, na wanahisa tunaweza kuelewa. Kwanza najivunia, kwanza wakati ninaanza nilikuwa nina hisa ndogo sana share katika benki hii. Kutokana na hamasa ya uongozi na bodi ya ukurugenzi, kwa kweli nilihamasika na niendelea kuongeza hisa zangu. Pia najivunia hata ninapokuwa katika benki yangu, ninapokwenda kuhitaji huduma yoyote ya kibenki, kwenye mikopo na shughuli zingine, huwa nahudumiwa kwa uhakika na kwa hali iliyo ya uelewa mzuri na wenye uledi mwema. Kwa hiyo sioni tatizo lolote wala sijutii wala sioni kwamba nina adha yoyote kutokana na kuwa mimi mwanahisa wa benki ya wananchi. Hivyo najivunia sana kama mwanamwanga na kuwa mwanahisa katika benki yangu ya Hakika Mwanga Benki.